fi hayati alqulubi, katika hizi nyoyo za wanadamu zinapokwenda kuwa hai, saadatu dunya wa fawzul akhirati, ndiyo chanzo cha kupata maisha mazuri hapa duniani na vile vile kufaulu amama Allah jalla wa ala. Ikiwa moyo wako na moyo wangu mimi utakuwa upo hai kwa kumjua na kumtambua Allah jalla fi ula, tukayafanya yale ya kumridhisha na kumfurahisha Allah jalla fi ula, bila shaka kwa kuyafanya yale mazuri yakawa ndiyo chanzo na sababu kuonyesha moyo wako upo hai amama Allah, utapata maisha mazuri hapa duniani, lakini pia ndiyo chanzo cha kufaulu amama Allah. Wa fi mautiha shaqa'u dunya wa adhabu al-akhirati, na nyoyo za wanadamu zinapokuwa zimekufa, haziko tayari kumjua na kumtambua Allah jalla fi ula, fahamu ndiyo chanzo na ndiyo sababu ya kupata maisha magumu hapa duniani, na vile vile kesho akhera adhabu ya Allah inawasubiria watu kama hao. Walqalbu malikul jasadi, na huu moyo wa mwanadamu ndiyo mfalme wa mwili wake. Huu moyo wangu na moyo wako wewe ni kama mfano wa ile injini ya gari. Gari haina uwezo wa kutembea, gari haina uwezo wa kufanya kazi, lazima gari ile iwe na injini, na injini ile lazima iwe salama, iwe ni nzima. Vile vyote ambavyo viko kwenye gari bila shaka vitafanya kazi kwa sababu vinaitegemea ile injini ya gari. Na huyu mwanadamu, huu moyo wake ndiyo injini yake. Moyo wake unapokuwa upo hai ndiyo chanzo cha kuyafanya yale mazuri amama Allah. Lakini huu moyo wake mwanadamu unapokuwa umekufa, haumjui Allah, haumtambui Allah, basi yafahamu huyu mwanadamu ya kwamba ndiyo chanzo na chachu viungo vyake mwanadamu kwenda kuyafanya yale maovu. Kwa sababu gani? Ya ule uchafu na ule ubaya ambao unapatikana ndani ya moyo wake mwanadamu. Walqalbu malikul jasad, na moyo ndiyo mfalme wa mwili wa mwanadamu. Fa idha saluha, moyo wa mwanadamu unaposalimika, ukawa upo salama, upo safi, saluhatil a'dha'u, viungo vya mwanadamu pia vimesalimika. Wa idha fasada, na moyo wa mwanadamu unapoharibika na ukawa ni mbaya, fasadatil a'dha'u, na viungo vyake pia vinakwenda kuwa viovu. Walqalbu yamutu bilkufri, na huu moyo wa mwanadamu huwa unakufa kwa kupitia ule ukafiri aliyokuwa nao. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, unapomuona mwanadamu yashrabu al-khamra, anakunywa pombe, unapomuona mwanadamu yazni, anakwenda kuzini, unapomuona mwanadamu anafanya jambo lolote ambalo ni ovu la kumuudhi Allah jalla fi ula, fahamu ya kwamba lile jambo asili yake na chanzo chake kinatokamana na uchafu wa moyo wake aliokuwa nao. Kwa sababu lau kama ule moyo wa mwanadamu ungekuwa upo salama na upo hai kwa kumjua Allah jalla fi ula, asingeweza kunywa pombe, asingeweza kuzini, asingeweza kuua, asingeweza kuiba. Lakini kwa uchafu wa moyo wake aliokuwa nao, ndiyo chanzo na sababu kwenda kuyafanya yale maovu viungo vyake. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema aliyetukuka kwenye kitabu chake, wama yastawi al-ahya wala al-amwat,
na wala hawawezi kuwa sawa wale waliokuwa hai na wale waliokufa. Hawawezi kuwa sawa watu waliokuwa hai wakawa sawa na watu waliokufa, au waliokufa wakawa sawa na watu waliokuwa hai. Hata siku moja Allah analikataa hilo jambo. Kaangalia sura Fatir aya nambari 22. Fal ahya'u humul mu'minun, waliokuwa hai ni wale waumini. Naomba mnisikilize vyema hapa. Fal ahya'u humul mu'minun, waliokuwa hai ni wale ambao kwamba ni waumini. Kwa sababu gani? Lianna qulubahum, ni kwa sababu ya hizi nyoyo zao, hayyat bil imani, zimekuwa hai kwa kupitia ile imani sahihi. Ukimuona mu'min, ukimuona muislamu ambaye kwamba anayafanya matendo mema na matendo mazuri, fahamu huyu ndiye anayekusudiwa na Allah, ya kwamba moyo wake uko hai, hauwezi kuwa sawa na ule moyo wa mtu ambaye aliyekufa. Wal amwatu humul kuffar, na wale waliokufa ni wale makafiri. Lianna qulubahum, kwa sababu ya nyoyo zao makafiri hao, matat bil kufri, zimekufa kwa kupitia ule ukafiri waliokuwa nao. Ndio maana Allah akasema hawawezi kuwa sawa waliokuwa hai na wale ambao waliokufa. Waliokuwa hai ni wale waumini ambao wanamjua Allah jalla fi'ala, na waliokufa ni wale ambao kwamba wasiomjua Allah jalla fi'ala. Hawa ndio watu waliokufa. Na leo katika maisha yetu, na leo katika majumba yetu, na leo katika kazi zetu, tupo watu aina mbili hizo, wale waliokuwa hai na wale waliokufa.